Kama ambavyo shirika la reli Tanzania TRC limetoa taarifa juu ya kusitishwa kwa safari za treni ya SGR kati ya Morogoro na Dodoma kutokana na athari za mvua, ningependa Watanzania wajue kwamba hatua hii ni hatua ya kitahadhari. Zimechukuliwa tahadhari kwa sababu mvua kubwa ambazo zimenyesha katika maeneo mengi ya mkoa wa Dodoma, mkoa wa Iringa, mkoa wa Morogoro, ambayo ukusanyaji wake wa maji umekuwa ukielekea katika maeneo hayo ya Godegode na Kidete, yamesababisha mito hii miwili ya Kidete na Msaze kujaa sana, na katika mto Kidete kuta za mto zimechimbwa sana na maji. Kwa hivyo serikali ikaona ili kuepusha athari zinazoweza kujitokeza kwa wanaosafiri kwa treni, ni vizuri hatua za kitahadhari zichukuliwe kwa kusitisha safari hizo, hata kama miundombinu ya reli haikuguswa moja kwa moja katika eneo hilo. Ni hatua za kitahadhari, na kwa sababu mradi huu bado uko kwenye uangalizi, uko katika defect reliability, kwa hivyo mkandarasi anaendelea kukabiliana na hiyo hatari ambayo ilikuwa inaweza kwenda kuathiri miundombinu ya reli kwa kuhakikisha wanachukua hatua za kitahadhari. Kazi hii imeendelea kufanywa tangu safari zilipositishwa, lakini pia katika mto Msaze ambapo athari zilisogea kabisa jirani na eneo la njia ya reli, pia hatua zinaendelea kuchukuliwa. Wakati wowote kuanzia sasa, baada ya juhudi kubwa zilizofanywa na wataalamu, wananchi watatangaziwa juu ya kurejea kwa safari za treni kati ya Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma kama kawaida, baada ya hatua hizo za kitahadhari zichukuliwe. Tungependa wananchi wajue kwamba hatua hizi zimechukuliwa ili kuepusha athari mbaya kwa treni kama ingeendelea kufanya safari zake, wakati tayari tunaona kuna maji mengi yanakuja. Na hili ni eneo ambalo limekuwa na athari kubwa. Wote mtakumbuka katika reli yetu ya kati ya zamani MGR, hili ni eneo ambalo karibu kila mwaka reli imekuwa ikichukuliwa na maji kutokana na athari ya mvua nyingi. Sasa watu wengi wanaweza kuhoji, kwani tathmini upembuzi yakinifu haukuona hili? Upembuzi yakinifu uliona, na ziko tahadhari kubwa zimechukuliwa. Tofauti ni kwamba mwaka huu kumekuwa na mvua nyingi sana, kiasi ambacho kusema kweli hakikutarajiwa, na kasi ya ile mito kupata athari imekuwa kubwa kiasi cha kutufanya tuchukue tahadhari. Sasa hizi ni hatua za kitahadhari tu, lakini sio kwamba kulikuwa kuna uzembe. Lakini niwaambie kuna kitu kingine kikubwa ambacho kinaendelea kufanyika katika kupata suluhisho la kudumu la athari za mvua katika maeneo haya ya Kidete na Godegode, kwa sababu ikumbuka haya ni maeneo ambayo yanakusanya maji mengi kutoka maeneo ya mkoa wa Dodoma, maeneo ya Hombolo kule, mkoa wa Iringa, Morogoro. Kwa ni catchment ambayo inakusanya maji mengi, na ni vigumu sana kwa miundombinu kama reli kukabiliana nayo kama hakutochukuliwa hatua madhubuti. Sasa serikali inafanya nini? Serikali imetafuta fedha kiasi cha takriban dola za Marekani milioni 55. Yanajengwa mabwawa 6 ya kukusanya maji katika eneo hili. Lengo la mabwawa haya, pamoja na kwamba yatatumika kwa shughuli nyingine za kilimo na umwagiliaji mifugo, lakini pia ni kutumika kudhibiti maji pale yanapokuwa mengi na yanaleta athari katika miundombinu. Kwa hiyo mradi huu hivi ninavyozungumza, mshauri elekezi tayari yuko site, anaendelea na kazi, na wakati wowote kazi za ujenzi zitaanza. Tutajenga mabwawa hayo 6 kwa ajili ya kuregulate ama kucontrol maji yanayokusanyika katika catchment hii, lakini pia tutajenga mabwawa mengine 2 baadaye ili kuongeza zaidi uwezo wetu wa kudhibiti maji ambayo yamekuwa yakileta athari katika eneo hili. Kwa hivyo hatua hizi hazikuanza leo baada ya haya matatizo kutokea, ni hatua ambazo zimekuwepo, ni mradi ambao umekuwa endelevu. Lakini kama nilivyosema kwamba reli yetu ya SGR bado iko katika kipindi cha uangalizi, iko katika defect reliability period. Kwa hiyo mkandarasi anaendelea kushughulikia kudhibiti eneo hili tangu athari hizi zionekane kwamba zinaweza kuhatarisha reli yetu. Tayari kazi inaendelea, na wakati wote kuanzia sasa shirika la reli Tanzania TRC litatoa taarifa juu ya kurejea kwa safari za treni kati ya Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma kama ilivyokuwa kawaida. Kwa hivyo tunaomba wananchi, kwanza tunaomba radhi kwa usumbufu ambao wameupata, lakini wawe wavumilivu kwa muda mfupi ili hatua hizi za kitahadhari zichukuliwe na huduma zirejee kama kawaida.